Waheshimiwa wabunge, ufafanuzi wa Spika kuhusu utaratibu wa kushughulikia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu wa serikali CAG. Waheshimiwa wabunge, mapema leo hii ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imewekwa mezani kwa utaratibu uliowekwa chini ya masharti ya kanuni 46 ya kanuni ya kudumu ya Bunge toleo la mwaka 2025. Utaratibu huu utazingatia Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Sheria ya Ukaguzi wa Umma sura 418 ambazo kwa pamoja zinajenga msingi wa uwajibikaji kwa matumizi ya fedha za umma. Waheshimiwa wabunge, kwa kuwa hii ripoti ya kwanza ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuwasilisha katika Bunge la 13, nachukua fursa hii kufafanua baadhi ya mambo ya msingi kuhusu utaratibu wa kuifanyia kazi ipasavyo. Ufafanuzi huu ni pamoja na kuonesha mabadiliko makuu ya utaratibu yatakayotumika katika Bunge la 13 kwa lengo la kuimarisha uwajibikaji. Mabadiliko haya yenye msingi katika kanuni za Bunge ni kama ifuatavyo: utaratibu wa kamati za kusimamia matumizi ya fedha za umma kufanyia kazi ripoti hizo kwa kuwahoji maafisa masuhuli unaanza baada ya ripoti hiyo kuwekwa mezani bungeni hadi mwaka mkutano wa Bunge wa mwezi Oktoba, Novemba. Jambo hili sasa limepewa nguvu ya kikanuni chini ya kanuni ya 139 fasili ndogo ya 16 ya kanuni za Bunge. Lengo lake ni kutoa fursa ya uchambuzi wa kina kwa hoja za kiukaguzi kwa mtazamo wa kibunge na kwa niaba ya wananchi, ili kuweza kubainisha hatua za uwajibikaji. Kamati zinapendekeza hatua hizo kwa kuzingatia dosari zilizobainishwa na CAG. Kazi ya CAG ni kubainisha dosari, wajibu wa Bunge ni kubaini hatua za moja kwa moja na kiuwajibikaji. Bunge la 13 litatekeleza wajibu wake inavyostahili. Baada ya kujadili taarifa za kamati na mapendekezo yake yanayotokana na taarifa za CAG, Bunge litatoa maazimio. Masharti ya utaratibu wa kuyafanyia kazi maazimio haya yameainishwa katika kanuni 139 fasili ndogo ya 16. Lengo lake ni kuzitendea haki ripoti za CAG kwa mujibu wa kanuni za Bunge na kuweka nguvu ya kikanuni kwenye mdadala wa ripoti hizo muhimu katika uwajibikaji. Utaratibu wa Bunge kufuatilia hatua za uwajibikaji na utekelezaji kwa ujumla umebainishwa kikanuni. Utaratibu huo unahusisha serikali kuripoti bungeni hatua zilizofikia katika utekelezaji wa maazimio ya Bunge kuhusu ripoti za CAG kwa mujibu wa kanuni ya 139 fasili ndogo ya 17. Aidha, masharti hayo yanazitaka kamati zinazosimamia matumizi ya fedha za umma PSC na LAC kuripoti maoni yake kuhusu hatua za utekelezaji kwa maazimio hayo. Lengo lake ni kuhakikisha kuwa kuna uwajibikaji wa kweli unaleta matokeo, yani effective and enforceable accountability. Waheshimiwa wabunge, kwa ujumla utaratibu utakaotumika katika Bunge la 13 utajumuisha utaratibu mpya ambao unaitaka serikali kuripoti hatua za utekelezaji bungeni wakati wa mkutano wa Bunge wa mwezi Januari, Februari, na PSC na LAC kufuatilia utekelezaji na kutoa maoni yake kwenye mkutano wa mwezi Januari, Februari. Masharti hayo yanalenga kufanikisha desturi ya uwajibikaji ambapo kwanza makosa yanabainishwa, pili yanachambuliwa, na tatu utekelezaji unathibitishwa, utekelezaji wake unathibitishwa na Bunge ili kuanza mchakato wa uwajibikaji. Hatua hizo zinajenga mzunguko wa uwajibikaji, yani accountability loop, na ni muhimu kuzingatiwa na Bunge la 13 kwani ndio moyo wa uwajibikaji na zinasaidia kuweka uwajibikaji wenye matokeo, results oriented accountability.
Mheshimiwa wabunge, utaratibu niliosema ndio viwango vya mabunge ya nchi wanachama Jumuiya ya Madola. Kwa mfano, katika bunge la Uingereza, mzunguko wa uwajibikaji, accountability loop, unahusisha PSC kutumia taarifa za Wizara ya Fedha kuhusu utekelezaji wa maazimio ya bunge, yani Treasury Minutes. Kwa upande wa India, bunge linakamilisha mzunguko wa uwajibikaji kwa PSC kutumia taarifa rasmi za hatua za utekelezaji, yani action taken notes. Waheshimiwa wabunge, ufafanuzi wangu ni nyongeza kwenye namna PSC na LAC zilivyojipanga kuwezesha uwajibikaji kwenye matumizi ya fedha za umma. Muda utakaotumiwa na kamati hizi utakuwa kwa ajili ya kuchambua kwa kina, kukusanya ushahidi, kulinda haki ya asili ya maafisa masuli kusikilizwa, national justice, na kutafsiri hoja za CAG katika uwajibikaji. Kufanya hivyo ni jambo linaloendana na viwango vya juu vya bunge kwenye nchi za Jumuiya ya Madola. Waheshimiwa wabunge, msisitizo wangu baada ya yote niliyoeleza ni kuwa PSC na LAC zinalisaidia bunge kusimamia na kufanikisha uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma ili matokeo yake yajitokeze kwenye kutimiza lengo kuu la serikali kwa mujibu wa ibara ya 8 fasi ndogo ya kwanza B ya Katiba, ambayo ni ustawi wa wananchi, ambao kwa kweli linajikita kwenye kuwapa wananchi tabasamu.